kwa nini usiwepo mji amanat, baada tu ya kujiliwa na mtume moja kwa moja ukaamini kumuamini mtume huyo, fanafaaha imanuha, ukanufaishwa mji huo na imani yake ya kumuamini mtume huyo. Illa qauma Yunus, isipokuwa watu wa Yunusu walipoona sasa Yunusu kashatukimbia, bila shaka adhabu itakuja kweli, wakawa wanamtafuta Yunus alayhi salam. Ndio Mungu anasema lamma amanu, hawa watu wa Yunus walipoamini, kashafna anhum adhabal khizi, tuliwaondoshea adhabu ya udhalilifu, fil hayati dunia, katika maisha haya ya duniani. Hapa duniani iko adhabu inaitwa adhabul khizi, watu wanadhalilika. Ushafahamu watu wanaomba, wamekwenda kuomba huku, wamekwenda kuomba huku, kule ni kudhalilika. Mtu mwenye heshima zake hawi omba, na mtu akiwa omba anayekufadhili anakuwa wewe kasha kumiliki, huna kauli. Kuomba ni utumwa, kuomba ni udhalilifu, kuomba unapoteza heshima yako. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia wale ambao kwamba walimuamini nabii Allah Yunus, lamma amanu, walipoamini, kashafna anhum adhabal khizi, tuliwaondoshea adhabu ya udhalilifu, fil hayati dunia, hapa katika maisha ya dunia, wa mata'anahum ila hin, tukawaneemesha kwa maisha bora, maisha ya kheri, maisha ya furaha, mpaka ulipofika muda wao wa kuondoka katika dunia. Tunairejea tena aya hiyo. Allah tabaraka wa taala anasema falaula kanat qaryatun, kwa nini kisiwepo kitongoji au mji, amanat, wenye kuamini moja kwa moja baada ya kujiliwa na mtume wake, fanafaaha imanuha, uo mji ukanufaishwa na imani yake. Aifahalla, kwa nini, kanat qarya, kisiwe kitongoji, wahida, kimoja, minal qura, katika vitongoji, allati ahlakinaha, ambavyo tuliviangamiza, tabati, kwa nini kisitubie, anil kufuri, wa akhlasatil iman, kwa nini kisitakase imani, inda muayanatil adhabi, wakati wa kuiona adhabu inakuja, fanafaaha imanuha fi dhalika alwaqti, wakanufaishwa na imani yao katika wakati huo. Illa qauma Yunus, isipokuwa watu wa Yunus alayhi salam. Ama miji yote, vitongoji vyote, wanapojiliwa na mitume, kazi yao kwanza ni wakufanyia istihizai. Kundi ndio litaamini na kundi litakwenda kinyume na imani. Katika surati Yasin, tabaraka wa taala anasema ya hasratan ala alibadi, khasara iliyoje kwa waja wangu. Ya hasratan ala alibadi ma yaatihim min rasulin, imekuwa kawaida wao hawajiliwi na mitume au hawajiliwi na mtume, illa kanu bihi yastahziuna, isipokuwa huwa wanamfanyia kejeli huyo mtume. Ukiangalia wale mijumbe waliopelekwa katika mji mmoja, watatu wakatangaza sisi ni mitume, watu wa ule mji badala ya kuwaamini wakasema inna tatayarna bikum, sisi toka mmekuja nyinyi mambo yetu haendi sawa, imekuwa mikosi, mavuno hatuna, mvua zimekatia, hakuna chochote kinachoendelea, mikosi mitupu.
katika Uislamu, lakini hakuna mkosi Hakuna mkosi katika Uislamu. Nimefikwa na mkosi gani sijui, hakuna hilo katika Uislamu. Hayo mambo yenu tu Waswahili. Zamani wakati mwingine mtu akitoka akimuona mtu mmoja njiani anarudi kwanza nini, mimi nikimuona mtu mmoja bwana asubuhi mkosi. Hakuna mkosi katika Uislamu. Allah anasema tairukum ma'akum, kama mikosi inasababishwa na nyinyi wenyewe. Kama leo tunaona mvua hazinyeshi, basi tuelewe sisi ndiyo tuliosababisha mvua hazinyeshi. Sio katika ile ilmu ya kusema tumekata miti. Tumesababisha mvua hazinyeshi kwa zinaa na maaswi. Mtume kasasema idha kathura zina ikiwa imeenea katika nchi, kuhitwa almataru, na mtume lolote lililo la kheri katika umma huu hajaondoka isipokuwa kwanza kalibainisha. Ingelikuwa kukata miti kunasababisha mvua isinyeshe, mtume angelisema. Tumefahamiana Hakuna mtaalamu huyo atakayekuja akamzidi bwana mtume katika yale yaliyo maslahi katika maisha ya mwanadamu, na hasa ummati Muhammad. Tumefahamiana. Kwa hivyo tairukum ma'akum, kama kuna matatizo hamani hakuna katika nchi, tairukum ma'akum. Kama kuna mauaji, tairukum ma'akum. Kama kuna kupotea, tairukum ma'akum. Kama kuna kupigana, tairukum ma'akum. in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Tatizo lenu nyinyi mkipewa mawaidha hamtaki. Kwa sababu gani? Nyinyi ni watu waovu. Kwa hivyo ubaya wenu ndio unaosababisha matatizo. Wanasema wale mitume, na Mungu kayanukuu maneno hayo. Tumefahamiana. Lakini mkosi kwa maana ya mkosi hakuna. Tukamilishe. Tayyib. Anasema ya hasratan ala al-ibadi ma yaatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, isipokuwa huwa wale mitume wanawafanyia shere na kejeli. Tayyib. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, lau angelitaka Mola wako kwa kutumia nguvu za uungu, la amana man fil ardi kulluhum jamia, angelitaka Mungu sote tuwe Waislamu, sote tuwe tunalala msikitini, asingekuwepo mfanya maaswi. Angelitaka Mungu hilo lingeliwezekana, kwa sababu ametaka hivyo kwa malaika, na malaika wako hivyo, la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Lakini sisi Mwenyezi Mungu katupa matamanio, Mwenyezi Mungu katupa macho, Mwenyezi Mungu katupa vikorombwezo vyote, alafu akatwambia kama utavidhibiti hivi utapata pepo na radhi zangu. Lakini malaika wenzetu hawakupewa matamanio, hawakupewa ala ya kutamani kwamba kuna mwanamke na mwanamume. Hakuna kwa wao. Wao umbile lao wanalijua Mungu, halina mwanamke halina mwanamume. Lakini sisi ni wanawake na wanaume. Alafu Mungu akatupa macho ya kuona mizigo, alafu Mungu akatupa matamanio, alafu akatwambia wala taqrabu zina. Shafahamu? Mwanawazuoni mmoja walii katika mawalii wa Mwenyezi Mungu, shekhe alituimbia Habibu Alikombo, Mungu amrehemu, na mtaja katika 10 la rehma, Allahumma arhamhu wa afihi wa afu anhu. Alituambia Umar al-Fairudhi alikwenda majangwani huko,
akijitenga ili afanye ibada, awe faragha na Mola wake. Lakini ukamjia ubaiti wa ushairi katika fikira zake, akasema mahilatul abdi wal aqdaru jariyatun alayhi. Hivi mwanadamu ana mipango gani? Mwanadamu anawezaje kuepuka maasi yaliyomo katika dunia? Anawezaje kuepuka? Kwa nini? Anasema dunia ni kama bahari, alafu Mungu alqahu fil yammi. Huyo mwanadamu ametupwa na Mwenyezi Mungu katika bahari, tena maktufa, akiwa amefungwa, kafungwa miguu na mikono, alafu Mungu kamtupa katika maji. Wakala lahu, alafu Mungu kama bwana mkubwa akamwambia iyaka antabtala bilmai, tahadhari, ukiroa utanitambua. Umefungwa mikono na miguu, alafu unatupwa katika maji, alafu unaambiwa tekea. Iyaka antabtala bilmai, tahadhari usije ukaroa. Ndio sisi tumetupwa katika dunia. Dunia ina kila kitu cha kutufitini, alafu Mungu anatuambia nataka duniani utoke salama. Duniani usizini, duniani usiibe, duniani usisengenye, duniani usilewe, duniani hivyo uondoke ukiwa salama. Ndio Umar al-Fairudhi anajiuliza, itawezekanaje hilo? Anasema ikaja hatifu. Hatifu ni kusikia sauti anayesema haonekani, Ushafahamu? Ndio hatifu. Ikaja hatifu ikamjibu, in hafatuhu lutfu, ikiwa huyo mja atakuwa katika kava ya lutfu ya Mwenyezi Mungu, atatupwa katika maji na atatoka nchi kavu, haroi hata unywele. Na wewe kama una lutfu ya Mwenyezi Mungu, ukimuomba Mwenyezi Mungu, ukisimama na toa ya Mwenyezi Mungu, ulevi utausikia tu hapa duniani, zinaa utaisikia tu hapa duniani, kupiga watu utasikia tu hapa duniani, kuiba cha mtu utasikia tu hapa duniani, ikiwa imekuhifadhi kava ya Mwenyezi Mungu. Sasa pigana, muombe sana Mwenyezi Mungu akuweke katika kava yake. Sawa? Kwa hivyo Allah anatuambia wala ushaa rabbuka, angelitaka Mola wako la amana man fil ardi kulluhum, kwa kutumia fosi sote tunakula bila shaka, kwa sababu Mungu ametaka tule. Hakuna bingwa anaweza kusamie sitakula maisha yangu. Uongo huo, kwa sababu Mungu ametaka tule, huwezi kupinga. Lakini dini, Mungu hakutaka wewe lazima uingie katika Uislamu, isipokuwa amekwambia Uislamu ni huu, ukafiri ni huu. Faida ya Uislamu ni hizi na hasara za ukafiri ni hizi. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma. Huo ni uhuru wako. Kama unaweza kwenda kukaa motoni, fanya maaswi, wala hakuna mtu atakaye kuzuia. Lakini unauweza moto. Na kama unajaribu kujidanganya unauweza, nenda tu pale mama watoto anapochoma chapati, kaweke kidole chako, angalau kikichukua dakika 3 kiko pale pale, bado hujapiga na kukitoa, inawezekana ukashinda siku moja kama unaweza. Lakini kama haiwezekani, basi ujue moto ndio huwezi zaidi. Wala ushaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamia afa anta tukrihu nasa, unafikiri wewe utawalazimisha watu? Anaambiwa bwana mtume, hata yakunu mu'minin, ili wawe waumini. Usipate tabu hiyo. Wajibu wako wewe ni kuwafikishia ujumbe, sio kuwalazimisha watu. Hapana. Fadhakir innama anta mudhakir, wakhofishe watu, hiyo ndiyo kazi yako. Lasta alaihim bimusaitir, sio kazi yako kuwalazimisha na kuwateza nguvu watu. Illa man tawalla wa kafar,
isipokuwa atakayepuuza na kuikataa dini, fayuadhibuhu Allahu al-adhaba al-akbar. Lakini dini hupigwi bakora, lazima uingie katika Uislamu au lazima ufanye hili. Huo ni uhuru wako. Mungu ametaka watu waingie katika Uislamu baada ya kuridhika na zile dalili, waone kwamba anayestahiki kuabudiwa ni Allah tabaraka wa taala. Hivyo ndivyo anavyotaka Allah. Nadhani kwa leo kwa taufiki ya Allah tusimame hapo Allahumma ja'alna mu'minin waj'alna muslimin waj'alna ta'i'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.